your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Mwanamuziki wa kizazi kipya lakini pia mkongwe kwenye muziki wa hip hop Afande Sele kupitia ukurasa wake wa Instagram anaandika kuhusiana na matokeo ya Hassan Mwakinyo na maoni ya watu mbalimbali baada ya Hassan Mwakinyo kushinda raundi ya pili kwa knockout dhidi ya bondia Stanley Eribo, pambano ambalo lilipigwa Warehouse Masaki, Dar es Salaam, na tukamshuhudia Hassan Mwakinyo akipata matokeo ya kibabe. Afande Sele kupitia ukurasa wake wa Instagram anaandika, anasema kuhusu ushindi wa mapema na wa uhakika wa bondia Hassan Mwakinyo dhidi ya bondia Nigeria. Mimi kwa mtazamo wangu binafsi siwezi kuwapinga au kuwaunga mkono watu wote wenye mtazamo tofauti juu ya ubora au ubovu wa mpinzani wa Hassan Mwakinyo, kwa kuwa sio mara ya kwanza au mara ya pili, bali ni mara nyingi tu. Na ikiwa kama mdau mkubwa wa mchezo huu wa ngumi, nimekuwa nikishuhudia mechi za mabondia wetu wengi, tena wengine wenye majina makubwa hapa nchini, wakicheza mechi na mabondia dhaifu sana kutoka nje, huku baadhi ya mabondia hao wa nje wakiwa na umri mkubwa ukilinganisha na mabondia wetu. Ila cha kushangaza, bado pamoja na yote hayo mabondia wetu huwa wanashindwa kwa kumaliza mechi mapema au kwa uhakika kama alivyofanya Hassan Mwakinyo. Badala yake wanakwenda nao mizunguko yote hadi mwisho wa mchezo, ambapo uamuzi unakuja kupatikana kwa pointi za majaji ambao mara nyingi kwenye mchezo wa ngumi wanufaika wa uamuzi huo wa majaji ni mabondia wenyeji, hata kama uhalisia bondia wetu wengi huwa wanapigwa au mechi inapaswa kuwa sare. Kwa sababu kama hizo, ndio sababu mimi binafsi sitaki kuvaa joho la unafiki kwa kumpongeza au kumpinga Mwakinyo kutokana na matokeo ya juzi, pamoja na maoni tofauti ya watu ambao ni haki yao ya msingi. Lakini napenda nitumie nafasi yangu na mimi kuwashauri mabondia wetu wanaomponda Mwakinyo kwa matokeo ya juzi, ni kwa wao pia kuondoa boriti machoni mwao kwanza, ili waweze kuona vyema kibanzi kwenye jicho la mwenzao Mwakinyo. Mwisho lakini sio kwa muhimu sana, na ushauri mabondia wetu wanaolalamika ushindi wa mwenzao kwa jicho la husda, kwa sababu vipaji vya kweli wanavyo na muda bado unaruhusu, waanze kuishi kwenye miiko ya mchezo wao ambao ndio maisha yao, badala ya kuishi kienyeji kama kuku wangu wanaoshinda kuzulula vichakani na kushuka kiwango kwa kukataa ushauri kutoka kwa watu wanaowatakia mema. Badala yake wanashauriwa na machawa na makuadi wa mjini wasiojua mwanzo wao. Hatujachelewa, ni mtazamo tu. Mwisho, each one touch one, I change nation, sina hatia. Mwisho wa kunukuu kile ambacho amekiandika Afande Sele akitoa maoni yake kuhusiana na ushindi wa Hassan Mwakinyo baada ya kuwa gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii. Yes, kwa ufupi tu hapo nadhani ameeleweka Afande Sele akizungumza namna ambavyo wengi wanaotoa maoni kuhusiana na matokeo ya Hassan Mwakinyo. Anasema kwamba hata wao pia huwa wanacheza na bondia ambao umri umekwenda, lakini unashindwa kumaliza matokeo mapema kama ambavyo amemaliza Hassan Mwakinyo. Badala yake huwa wanakwenda mpaka kwenye raundi za mwisho, na mwisho wa siku matokeo yanatoka kwa pointi za majaji, na hao majaji huwa wanaonufaisha sana mabondia wazawa, tofauti na uhalisia ambao watu wameweza kushuhudia pambano. Kwa hiyo Afande Sele anasema yeye hayuko upande wowote, lakini ameshauri tu nafasi na vipaji bado wanavyo, waishi kwenye maisha ya boxing kama ambavyo anaishi Hassan Mwakinyo, na waweze kuonyesha uwezo kama ambavyo anataka kutuonesha, tofauti na kutoa maoni ya husda kwenye mchezo wa Hassan Mwakinyo. Yes, wao kwa upande wako ulikuwa na maoni gani kwa hiki ambacho amekizungumza Afande Sele? Lakini nikukumbushe tu kwamba ni kweli tuweza kumshuhudia tu Kasim Kiduku waziwazi akitoa maoni yake kuhusiana na ushindi wa Hassan Mwakinyo dhidi ya Stanley Eribo, pambano ambalo Hassan Mwakinyo alipata matokeo ya ushindi kwenye raundi ya pili baada ya kumchapa knockout Nigeria Stanley Eribo. Lakini pia tuweza kumshuhudia Ibrahim Class naye akizungumza matokeo ya mchezo wa Hassan Mwakinyo, kusema kwamba Hassan Mwakinyo alicheza na bondia dhaifu sana na watu hawakupata ile burudani ya mchezo wa masumbwi ambao wameimiss kutoka kwa Hassan Mwakinyo. Afande Sele anasema hata wao pia huwa wanapata mabondia dhaifu, lakini huwa wanashindwa kumaliza mchezo kwenye raundi za mwanzo kama ambavyo anamaliza Hassan Mwakinyo. Huwa wanaenda mpaka raundi za mwisho, na mwisho wa siku wanashinda kwa matokeo ya pointi za majaji. Tena wakati mwingine majaji huwa wanawabeba. Wewe kwa upande wako ulikuwa una maoni gani? Tukutane kwenye comment. Lakini ujumbe wa Afande Sele, waraka mzito ameoandika, ndio huo kama ambavyo nimekusomea. Ujumbe wako nimeupata mdogo wangu bwana, nimepata ujumbe wako. Unajua bwana, kubishana na watu ambao paka
paka amezaliwa wamepitia kwa waganga yani. Maana huyo paka kafikisha miezi 12, huyo jamaa kagoma kutoka. Paka mzwa chikechiki maipe ndio mambo ukatoka miezi 12. Sasa utabishana na mtu design huyo kutoka duniani ndio kwa mbishi. Sasa hizi za kachomoka wanasema na naongea wanasema utazana naye kivumbi. Kwa mzizi kubishana naye. Alafu pia najua licha yote mdogo wangu bwana, wewe umechanganyikiwa. Sawa bwana. Unaachika sana. Umeachika kwanza mtoto wako mzuri masikia Mungu, unataka kufanya mazingira, utasiku show zako mbovu. Mtoto akimbia kwa championi. Ibrahim kaniakilisha vizuri sana. Sasa hivi Ibrahim baba Mahil. Umelia. Sasa hivi tena umechanganyikiwa tena, umeachika na mtu ambaye mwanamke alikuwa anakuhifadhi kwake hapo. Yote kwa ajili ya kupiga watoto watu. Kama watu umemsingizia mwizi, umemsingizia mbwa, kangatwa, ule mwanamke naye kajiongeza kwa kumbe wewe hata siku nyingine anaweza kuja kuniua, hata mimi akanisakizia mijibu nikafa bure, kakutimua kwake. Ushachanganyikiwa sasa hizi. Ushaona bwana. Kwa mdogo wangu, haya maneno sasa yaishe, tufanye kazi. Ushaona bwana, wewe hela sasa hivi huna. Habari zako tumejua hapa sasa hizi. Umekutoka ujuzi tu mtu akuseni hapa mpa milioni 10. Hapo kumtandao unajifaona hela. Wajifaona hela, una hela na heleni. So kesi. Hela huna mdogo wangu. Sawa. So wewe una hata mimi vile cholo chumvi 3 buku vile. Sawa. Huu ndio wakati sasa. Sawa. Ulikataa milioni 250. Ukataka bii, ukailega milioni 10 ya mama. Juzi hapa umekota ndizi yako, umechezea milioni 10 mbwa wewe. Sasa nisikilize mdogo wangu. Yote so kesi. Sawa baba? Tuliamshe dude. Sawa? Kama unayaweza, sawa bwana. Sema vile bwana dada Morogoro, nimekubali. Mimi nakwambiaje wewe, yani ukikubali, mimi natoka Morogoro kwa miguu mpaka Dar es Salaam. Wewe hapo, kubali kabisa kutia wino. Mimi natembea kwa atoka Morogoro mpaka Dar es Salaam kwa miguu kwa ajili yako. Mimi mdogo wangu nakufumua kweli. Ushaona? Tumalize mdomo. Mimi nataka sasa kiumane. Na wanaotaka kweli fight itokee. Tukutane kwenye comment. Tuongee bwana vipi? Bwana tunataka fight. Mimi niko tayari. Naye kama kweli kidume na ameshiba maziwa mamake na anayaweza, aseme bwana niko tayari. Nikuonyeshe kazi, tuonyeshane kazi yani. Mimi nakwambia ukweli. Yaani mimi kwanza wewe ukipata sare ni ile sare tumepata sare babake na kununulia ubwabwa. Yaani utoe sare tunakununulia ubwabwa mdogo wangu. Nakwambia ukweli. Yaani wewe usumbui. Miaka buku. Kila siku unachungulia, unaangalia unaona championi Kizito. Unachungulia mimi Kizito kweli. Nakwambia kweli mimi Kizito kweli nakufumua. Hata uchungulie wapi huko. Kama unayaweza walete kati. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.